Taarifa iliyotokea hivi punde ni ya mwanadada ambaye anajulikana kwa jina la Rehema Rashidi ambaye amemuua mume wake jijini Dar es Salaam na kukimbilia Morogoro kwenda kujificha. Na hizi ndio process ambazo zimefanyika mpaka Rehema Rashidi kukamatwa, kuwekwa mikononi mwa polisi. Rehema Rashid amekamatwa mkoani Morogoro, wilaya ya Vijijini, kwenye kijiji kinachofahamika kwa jina la Turiani. Huko ndipo Rehema Rashid alipoenda kukamatwa, na sababu ambazo zilimtoa Dar es Salaam mpaka kufikia kule ni kwa sababu alitoroka kwenye kesi ya mauaji ya mume wake Osman Nyanza, na baada ya kufika katika mji wa Turiani alikutana na huyu mwanadada ambaye alimstiri kwenye nyumba yake kwa ajili ya kumpa makazi na kumwambia kwamba yeye ni mkazi wa Dar es Salaam, alikuwa anaishi jijini Dar es Salaam, lakini maisha yalimshinda na akaamua kurudisha makazi vijijini ili aweze kuanza upya, na hivyo alikuwa anahitaji msaada wa kupata makazi. Na mwanadada huyu aliamua kumstiri, kumweka katika nyumba yake. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinawashangaza wengi na kilikuwa kinawashangaza majirani kwamba ni kwa nini huyu dada Rehema Rashid alikuwa anavaa nikabu muda wote. Yaani atakapotoka, atakapoingia ndani, atakapolala ni muda wote ana nikabu. Hakuwahi kusubutu kutoa nikabu yake. Kile ambacho kilikuwa kinafanya watu wengi wamtilie mashaka kwamba ni dini, amefuata sana dini kiasi kwamba mpaka anashindwa kuvua nikabu hata wakati wa kulala. Ni kitu ambacho sio sawa na ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivyo mtu ambaye alimkaribisha katika nyumba yake alianza kuwa na wasiwasi na kuanza kumfuatilia vizuri Rehema Rashid na kugundua kwamba ndiye muhusika halisi ambaye alihusika na mauaji ya mume wake kama serikali ilivyotoa taarifa hizo. Na baada ya hapo aliweza kuwasilisha kesi hii katika kituo cha polisi kilichokuwa karibu, na hizo taarifa zilitoka kuanzia Morogoro mkoani na Turiani na mpaka kufika Dar es Salaam, na polisi kutoka Dar es Salaam walienda kumkamata huyu mwanadada Rehema Rashid kutoka mkoani Morogoro vijijini Turiani na kumleta Dar es Salaam. Kwa hivi sasa Rehema Rashid yupo katika kituo cha polisi kilichopo Chanika kwa ajili ya upelelezi zaidi. Tunasubiria more information kutoka kwa polisi ambao watakuja kutuelezea upande wa Rehema Rashid ni kwa nini na ilikuwaje na sababu ambazo zilimpushi mpaka yeye kufanya hilo tukio. Tofauti na story ambayo sisi tunaijua, labda kuna mambo ya ziada ambayo yako nyuma ya panzia hatuyafahamu zaidi. Lakini pia tushukuru mitandao ya kijamii kwa sababu imesaidia sana kuweza kufikisha hizi taarifa kwa watu mbalimbali kiasi kwamba imekuwa rahisi sana kumpata huyu Rehema Rashid.